Na mungu nasikiza matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo moja kwa moja, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Kwanza ni muktasari wenyewe wa habari za moto. Nyangezi, wazalendo waonyesha ukubwa kwa kuwatwanga magaidi wa M23. Kinshasa, mbunge wa taifa Claude Misare apendekeza sheria mpya ndani ya jeshi. Kivu ya Kusini, wazalendo waingia ndani ya vitongoji vitano, M23 Alliance Fleuve Congo pamoja na RDF wakimbia. Ikiwa ni tarehe 22 za mwezi wa 4 2025, saa 12 ya Afrika ya Kati, ikiwa ni saa 1 asubuhi majira ya Afrika ya Mashariki. Kumbuka operasyon Saidia Muzalendo bado iko inaendelea, na kama hujaungana na operesheni hii, tafadhali tumia namba ambayo kunaiona kwa screen yako ili uweze kuwasiliana na Baraka1 TV, na pia usikose kutembelea Baraka1 TV channel 2 ili uweze kukutana na matukio mbalimbali ambayo yako yanazidi kuendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na moja kwa moja tuanze na taarifa hizi kutoka huko maeneo ya Nyangezi, ambako wazalendo waonyesha ukubwa kwa kuwatwanga magaidi wa M23. Tokea hiyo saa 2 asubuhi ya tarehe 21 mwezi wa 4 2025 mpaka kufikia majira ya saa 12 jioni, wazalendo waliongoza mashambulizi dhidi ya vikosi vya magaidi wa M23 Alliance Fleuve Congo pamoja na RDF. Mapigano yalikuwa makali, kitu ambacho kiliweza kuwapa ushindi mkubwa wazawaza na kumfurumusha adui ambaye ni M23. Kwa upande wa tarafani Fizi, bado kazi kubwa inazidi kuendelea, huku wazawaza wakiwatwanga magaidi mpaka kuwagawanya. Habari nyingine ya tarafa la Fizi, Uvira, Mwenga, maeneo ya milima mirefu na mifupi ambao kunapatikana Redi Tabara, kunapatikana Ngomino, Twigwaneo, Androide. Magaidi hao wa M23 na Fleuve Congo na hao wavamizi wa nchi yetu kutoka hapo Rwanda, Uganda na eneo zingine. Ndoto ya eneo hiyo muzimishe. Ndoto ya eneo ile muzimishe. Watu mliotuma kule hawana tena kazi. Walipata vichapo vikubwa na vikali sana mpaka kugabulika. Yaani hivi eneo ya Fizi, Mwenga, Uvira, kwenye milima mirefu na mifupi wamekwisha gawanyika. Sematama amekwisha kuwa na kundi yake na wengine wanakuwa na kundi yao. Kipigo kibaya ambapo walipigwa, wengine wanasema tuache vita tutaisha. Kwa hiyo M23 magaidi, Fleuve Congo magaidi, Rwanda wavamizi, Uganda wavamizi, na hao wamama waganga ambapo wanawapatia dawa hapo Bukavu. Jueni ya kwamba hadisi ya Fizi imeisha, hadisi ya Mwenga imeisha, hadisi ya Uvira, Fizi, Mwenga imeisha. Kwa hiyo hakuna muda yoyote tena na saa yoyote wala dakika, adui hao magaidi wa M23, magaidi wa Fleuve Congo na wavamizi wa Rwanda, Uganda, miguu yenu haitaingia tena Fizi, haitaingia Uvira na haitaingia Mwenga. Jueni ya kwamba siku zenu zinahesabika za nyinyi kuondoka eneo zote zile mnapatikana. Kwa hiyo hii nalisema mliandike kwa siku ya leo. Siku ya leo ni siku ya kwanza, tariki 21 mwezi wa 4 2025. Andike siku hii.
Na nyinyi wa mama ambao mnafanyizia M23 dawa ambao mnapatikana hapo Bukavu, jueni ya kwamba kisha M23 kufeli, wataacha wanawaua nyinyi, hawatawaacha hivyo, watawaua nyinyi wote, mtakufa. Kwa hiyo ni mwito nawapatia wale wamama, kama mna busara mkimbieni. Sisi tulishawaona, tunawajua na hamuna chochote mnaweza mkakifanya. Nitawakumbusha 96 kuna waganga waliotoka kule Uganda wa Merida. Merida alitoka Uganda. Merida mama mzuri sana, mama aliyokuwa analiziwa moja. Alibakilia wapi? Alibakilia Fizi, Mboko, Luocho. Hao magaidi kutoka Uganda, Rwanda walikuwa na mbwa mbili, walikuwa na mbwa mbili zilikwenda ishia wapi? Fizi, 96. Na hata hapa magaidi wa M23 waliposhika Goma walikuwa na kondoo. Mpaka sasa kondoo iko wapi? Inapotea. Kwa hiyo wamama na magaidi hao, jueni ya kwamba mwisho wenu umefikiria. Hamuna muda tena wa kuingiza mguu wenu kwenye tarafa la Uvira, tarafa la Fizi wala Mwenga na maeneo mnaopatikana kama Nyola, Bukavu, Goma. Munaondoka, mwezi huu hautaisha, mungali muyali maeneo, siku zenu zinaisha. Na siku hii muandike, mutaona haya, muandike, mutaona. Wakongomani wote siku ya leo muandike haya. Na kama mnategemea kwamba mazungumzo mnayokwenda kufanya huko Doha, Qatar, mtakwenda kufanya huko Angola, sisi kama vile wazalendo hayatuhusu. Sisi ni mapambano kwenda mbele. Na zaidi sana tunakasirika jinsi mnavyoua waraia wasiokuwa na hatia. Na hiyo tena tunasema mwito kwa waraia wote wa Kongomani, jiarazeni, muwe angalisho sana. Tunawapa angalisho wa vijana wanaopatikana eneo ya hao magaidi. Mkiwaona wanakuja na mizigo yao, kimbieni. Mkiwaona wanakwenda kwenye vita, kimbieni, msiwasogeeni. Wanapotoka vitani wanakuwa kama chui mwenye kujeruhiwa. Pole sana, tuko pamoja. Asante mara tena. Maeneo mbalimbali ya milima ya ngazi za juu ya Minembwe imekuwa ikidhibitiwa na magaidi wa M23, lakini baadaye maeneo yote hayo yameweza kuzingirwa na waza na hivyo kufanikiwa kuchukua maeneo kaza wa kaza, huku kukiingia mkanganyiko kati ya Twirwaneho, Red Tabara pamoja na Android ambao ni washirika wa karibu wa M23. Na baada ya taarifa hii kutoka hayo maeneo, moja kwa moja tuingie ndani ya jiji la Kinshasa ambako mbunge wa taifa Claude Misare, mchaguliwa wa Uvira, apendekeza sheria mpya ndani ya jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kwa ajili ya ulinzi pamoja na usalama wa taifa. Kila kijana kuanzia miaka 18 hadi miaka 30 anatakiwa kwanza kujiunga na jeshi na kupata mafunzo ya kuipenda nchi ili kuepuka usaliti pamoja na kuongeza nguvu zaidi ndani ya vyombo vya ulinzi pamoja na usalama. Hayo ni moja kati ya yaliyokuwepo ndani ya pendekezo jipya ya sheria kutoka kwa mbunge mchaguliwa wa Uvira Bwana Claude Misare. Sheria hiyo mpya ambayo imependekezwa na mbunge huyo ndani ya bunge la taifa itaweza kusaidia vijana wengi wa DRC kuweza kujua namna ya kuipenda nchi na pia jinsi ya kutumia silaha endapo nchi inavamiwa. Basi vijana wawe tayari kuweza kujitolea kwa ajili ya kutetea taifa, na hivyo kazi itakuwa ni nyepesi, maana asilimia kubwa ya vijana watakuwa wanauelewa wa kutumia silaha, na hivyo haitakuwa ni kazi ngumu tena kwa serikali. Mengi na zaidi, huyu hapa mwakilishi wa mbunge wa taifa Bwana Claude Misare. Honorable Misare ameona kwamba tunapaswa kumetre fin hii mambo ya kusema kwamba mpaka tuite jeshi la ingine taifa kia kutusaidia. Tunapaswa kumetre fin kwa ile, kwa sababu nchi yetu iko na au moins 60% ya vijana. Nchi yetu iko na population iko active. Tuko na population ambayo iko na nguvu, inaweza kukamata bunduki na kudefendre nchi. Na nchi zingine zimekomprendre vile ya kwamba wakati wa vita
raia wa nchi, wananchi pekee wanapaswa kujidefend, na hiyo ni hali ambayo inaonesha participation active ya wananchi kuvita ambayo iko katika nchi, olia kusema kwamba tunapaswa kurekuriri kila wakati kujeshi la nchi. Na mmeona gisi vitu vimefanyika kupitia wa Mai Mai. Wakati wa Mai Mai walianza kuintervenir, ilikuwa de façon volontaire, mtu peke anajitolea intervenir, kama vile leo wazalendo wali intervenir de façon volontaire bila kulazimishwa. Lakini hii sheria ambayo imeundwa service militaire obligatoire, ni kusema mwananchi yote anapata kulazimishwa kuintervenir wala kuingia mjeshi wakati nchi iko atake na adui. Na hile ni katiba ya nchi ndio inasema vile kupitia article 63 alinéa D ambayo inasema juu ya service militaire obligatoire. Na objectif ya proposition de loi ni kwamba kupermettre wa citoyen congolais wafanye formation militaire obligatoire, kupermettre aussi kudeveloper esprit patriotique, esprit ya uzalendo ikwe developer mkichwa ya wakongomani mkadre ya kudefendre pays na mkadre ya sécurité, na pia kupermettre ku gouvernement kurequisitionner, yani kukamata watu kwa kinguvu ili wapate kutetea nchi. Na wale watu ambao washakuwa requisitionner kukamata kwa kinguvu ni wale ambao wamepita kwenye formation militaire, na ile ina permettre aussi ku renforcer effectif ya réserve armée ya défense. Kitu ya hii proposition de loi ambayo honorable Misare amekwenda kuideposer kwenye bunge. Après passer peu précision. Yeye analoba ni formation militaire obligatoire wala service militaire obligatoire, parce que quoi service maana kabidi kila mtu ageuke kwa soda, et puis zingine kazi zingine institutions zitatumika namna gani si tout le monde devient militaire obligatoirement. Bon, on ne sait pas bout gani na proposer. Kama ni formation on quoi former, et puis après quoi former unarudia unaenda kwa kazi nyingine pendant aussi un petit moment là ya juste kama formation. Ndio service militaire obligatoire haitakuwa kwa watu yote. Tiko ma condition. Kwa mfano condition ya kwanza ni kwa kwanza na age ya kuanzia 18 mpaka 30 ans. Celui General Mkare amepropose. Kuanzia age ya 18 mpaka 30 ans, age ya miaka 18 mpaka 13. Na il faut kuwa na nationalité congolaise. Il faut kuwa mtu mwenye uko apte sur le plan physique, c'est-à-dire auko msazi na auko mulemavu, c'est-à-dire auko kilema, na haujawahi kuwa condamné kupene ya plus de 6 mois. Unaendelea kusikiza matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, saa 12 saa za Afrika Kati, ikiwa ni saa 1 majira ya Afrika Mashariki ya tarehe 22 mwezi wa 4 2025. Kizabe Ayeba, Ejide Kizenga Tebele, pia King Selemani kuendelea kuwa pamoja na Baraka One TV. Pia unafuata matangazo yetu kiwa uko Australia, Canada, Europe, South Africa, Central pamoja na East Africa. Mikoa yote ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mnakuwa mko pamoja na Baraka One TV. Na baada ya taarifa hizo, moja kwa moja tubaki maeneo ya Kivu ya Kusini, ambako wazalendo waingia ndani ya vitongoji vinne, M23 Alliance with Congo pamoja na RDF wakimbia. Vitongoji kama Kabamba, Bugamanda, Bashaku, Lembera pamoja na Kasheke vinavyopatikana kwenye barabara inayounganisha mji wa Bukavu pamoja na tarafa ya Kalehe mkoani Kivu ya Kusini vimerudi tena upya chini ya udhibiti wa Wazawaza pamoja na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC baada ya magaidi kukimbia tokea hiyo tarehe 20 mwezi wa 4 2025.
Kutokana na hasara waliopata magaidi wa M23, Alliance Fleuve Congo pamoja na RDF iliwalazimisha kuondoka maeneo yote hayo na kujikusanya ndani ya uwanja wa ndege wa Kavumu. Na hapo ndipo tunakwenda kung'oa nanga kwenye matangazo yetu ya asubuhi ya tarehe 22 mwezi wa 2025. Mengine zaidi tukutanane majira ya saa 6, majira ya saa 9 pamoja na saa 12 jioni, ambako utaendelea kusikiza matangazo mubashara kutoka Baraka1 TV. Usikose kushare na kusubscribe Baraka1 TV. Pia kumbuka tu kwamba Operation Saidia Muzalendo bado iko inaendelea, na mengine zaidi pia ungana na Baraka1 TV channel 2 ambayo pia iko YouTube. Wafaransa, Wabelgiji, Wajerumani, wanani wote wale wakizungumza wale waga haina kauli nzito, lakini kauli kutoka Marekani ni funga break. Na yote hii ni kutokana na supu ambayo tayari Marekani amekwisha kuanza kuionja. Unajua ukitaka kumkamata mbuzi unampaka tu unga mdomoni, atakwenda yuko na lambalamba ama mafuta ya mawese. Atena na lambalamba na gisi unombeba wala hata piga kelele. Ndio hiki ambacho kimefanywa kwa pana Marekani, na magaidi muda si mrefu watakwenda kuondoka wote. Kila eneo ambalo wamepatikana wataondoka. Na pia ujio wa rais mstaafu bwana Joseph Kabila Goma ni moja kati ya njia ambazo zitakwenda kumaliza kabisa uasi wa M23.